Naitwa Riziki Pembe Juma, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Leo tumekuja hapa katika eneo la wazee Sebleni, katika makao ya wazee kwa lengo la kuja kukabidhiwa mradi wa ukarabati wa ujenzi, tunasema awamu ya kwanza, ambao ulifanyika kwa ukarabati majengo mawili pamoja na huu ukumbi ambao wanatumia kwa shughuli mbalimbali. Na kwa majengo yetu maana yametengenezwa kwa viwango vizuri sana. Majengo yamekuwa ya kisasa kabisa. Lakini tunapokuja kwa swala la ukumbi sasa, ni kwamba ukumbi wetu huu zamani ilikuwa ni ukumbi wa kawaida tu. Haukuwa hata na hizo AC, yani viyoyozi vilikuwa hakuna. Lakini sasa hivi tunapozungumza ni kwamba ukumbi wetu huu wa Sebleni kwa wazee umekuwa ni ukumbi wa kisasa, kwa maana kwamba unaweza kufanyika shughuli yoyote. Yani iwe shule ya kiserikali, iwe shule ya kijamii, iwe mkutano wa kitaifa, wa kimataifa tu, inawezekana pengine usikidhi viwango kwa sababu kuna viwango vyake vingi, kwa sababu kuna vile visemeo na mambo mengine itakuwa hamna. Lakini kwa shughuli nyinginezo zote basi ukumbi huu manake anaweza kufanya kazi. Lakini hata hiyo tunavyosema kimataifa manake kwa sababu ile vifaa ni kuvikodi tu na vinakodiwa na vinaweza kutumika, na ukumbi ni kuseti tu, unataka kufanya vipi manake unaweza ukaseti. Lakini kwa mfano shughuli za harusi basi ukumbi huu ni mujarab. Lakini mikutano ya mawizara, ya private, labda shughuli za kijamii, maulid, dua na shughuli nyingine zozote, ni kwamba ukumbi wetu huu umekuwa wa kisasa na unaweza kutumika hizo shughuli. Na joto hakuna, hata kama nje kuna joto basi ndani manake viyoyozi vipo. Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi ameweka katika ukumbi huu. Kwa hiyo niombe sana wananchi wenzangu wa Zanzibar wakaribie katika kuja kuona wanafanya shughuli zao katika ukumbi wetu huu kwenye makao hapa ya wazee Sebleni, na watajisikia raha kwa sababu kwanza kuna parking kubwa sana ya kuweka magari yetu. Kwa hiyo na changamoto kubwa manake ya watu ni sehemu kubwa ya parking, lakini usalama pia nao ni mzuri katika ukumbi huu. Kwa hiyo niwaombe sana waje. Wito wangu ni katika kuwaomba kwamba tutunze, kwa sababu kile kinachojengwa lazima tukitunze. Usipokitunza maki kitaharibika. Kweli kutakuwa na watoto ambao watakuwa wanasimamia katika kuona utunzaji unaendelea vizuri, lakini binadamu wakati mwingine kwenye shughuli mtu nimemwachia aendelee na shughuli zake. Kwa tuombe sana wale watakuja kutumia ukumbi huu basi tutunze, ili tutumie sisi na watoto wetu na watakuja baada yetu, kwa sababu hata wa mwanzo uliokuwa tulikuta waliweza kutumia wazee wetu na sisi tukaendelea kurithi. Kwa huu sasa kwa ukarabati ambao umefanyika basi tuombe na wao tutunze vizuri. Na bahati iliyo njema sasa miundombinu hata ya watu ambao wanatumia vigari kwa maana wheelchair, miundombinu kuingia katika ukumbi huu iko vizuri sana. Kwa hiyo nitoa wito kwao waje. Lakini tunasema Waswahili wanasema kule msalani washroom, kwa maana toilets ziko vizuri za kisasa kabisa. Kwa hiyo tuna kila sababu, lakini hata sehemu ya kuhifadhia vifaa vyetu kwa maana kama na harusi, vyakula na mambo mengine, basi hiyo sehemu pia inapatikana katika ukumbi. Kwa hiyo wakaribie sana, na tunawakaribisha na Wazanzibari wenzangu jitokeze kwa wingi katika kuona mnakuja kuutumia ukumbi huu, ili sasa tunasema kwamba ili mapato haya yaweze kuingia katika serikali na serikali yetu iweze kufanya mambo mengine. Na Dr. Mwinyi ameshaweka nia tayari kwamba phase 2 ya ujenzi huu itaendelea kufanyika, kwa maana kukarabati majengo mengine. Na ili phase 2 iende vizuri manake lazima tuendelee kukusanya mapato, tulipe kodi, tudai risiti na mengine yaendelee, ikiwemo pia katika kuja kukodi ukumbi huu ili mapato yaweze kurudi serikalini na serikali iweze kutumia mapato haya kuendelea na maendeleo ya miradi. Wito wangu ni katika kuwaomba kwamba tutunze, kwa sababu kile kinachojengwa lazima tukitunze. Usipokitunza maki kitaharibika. Kweli kutakuwa na watoto ambao watakuwa wanasimamia katika kuona utunzaji unaendelea vizuri, lakini binadamu wakati mwingine kwenye shughuli mtu nimemwachia aendelee na shughuli zake. Kwa tuombe sana wale watakuja kutumia ukumbi huu basi tutunze, ili tutumie sisi na watoto wetu na watakuja baada yetu, kwa sababu hata wa mwanzo uliokuwa tulikuta waliweza kutumia wazee wetu na sisi tukaendelea kurithi. Kwa huu sasa kwa ukarabati ambao umefanyika basi tuombe na wao tutunze vizuri. Na bahati iliyo njema sasa miundombinu hata ya watu ambao wanatumia vigari kwa maana wheelchair, miundombinu kuingia katika ukumbi huu iko vizuri sana. Kwa hiyo nitoa wito kwao waje. Lakini tunasema Waswahili wanasema kule msalani washroom, kwa maana toilets ziko vizuri za kisasa kabisa. Kwa hiyo tuna kila sababu, lakini hata sehemu ya kuhifadhia vifaa vyetu kwa maana kama na harusi, vyakula na mambo mengine, basi hiyo sehemu pia inapatikana katika ukumbi. Kwa hiyo wakaribie sana, na tunawakaribisha na Wazanzibari wenzangu jitokeze kwa wingi katika kuona mnakuja kuutumia ukumbi huu, ili sasa tunasema kwamba ili mapato haya yaweze kuingia katika serikali na serikali yetu iweze kufanya mambo mengine. Na Dr. Mwinyi ameshaweka nia tayari kwamba phase 2 ya ujenzi huu itaendelea kufanyika, kwa maana kukarabati majengo mengine. Na ili phase 2 iende vizuri manake lazima tuendelee kukusanya mapato, tulipe kodi, tudai risiti na mengine yaendelee, ikiwemo pia katika kuja kukodi ukumbi huu ili mapato yaweze kurudi serikalini na serikali iweze kutumia mapato haya
kuendelea na maendeleo ya miradi. Wito wangu ni katika kuomba kwamba tutunze, kwa sababu kile kinachojengwa lazima tukitunze. Usipokitunza maki kitaharibika. Kweli kutakuwa kuna watoto ambao watakuwa wanasimamia katika kuona utunzaji unaendelea vizuri, lakini binadamu wakati mwingine wenye shughuli mtu nimemwachia aendelee na shughuli zake. Kwa tuombe sana wale watakuja kutumia ukumbi huu, basi tutunze ili tutumie sisi na watoto wetu na watakuja baada yetu, kwa sababu hata wa mwanzo uliokuwa tulikuta walianza kutumia wazee wetu na sisi tukaendelea kurithi. Kwa huu sasa kwa ukarabati ambao umefanyika, basi tuombe na wao tutunze vizuri. Na bahati iliyo njema sasa, miundombinu hata ya watu ambao wanatumia vigari kwa maana wheelchair, miundombinu kuingia katika ukumbi huu iko vizuri sana. Kwa hiyo nitoa wito kwa waje, lakini tunasema Waswahili wanasema kule msalani washroom, kwa maana toilets ziko vizuri za kisasa kabisa. Kwa hiyo tuna kila sababu, lakini hata sehemu ya kuhifadhia vifaa vyetu kwa maana kama na harusi, vyakula na mambo mengine, basi hiyo sehemu pia inapatikana katika ukumbi. Kwa hiyo wakaribie sana na tunawakaribisha na Wazanzibari wenzangu jitokeze kwa wingi katika kuona mnakuja kuutumia ukumbi huu, ili sasa tunasema kwamba ili mapato haya yaweze kuingia katika serikali na serikali yetu iweze kufanya mambo mengine. Na Dr. Mwinyi ameshaweka nia tayari kwamba phase 2 ya ujenzi huu itaendelea kufanyika, kwa maana kukarabati majengo mengine. Na ili phase 2 iende vizuri, manake lazima tuendelee kukusanya mapato, tulipe kodi, tudai risiti na mengine yaendelee, ikiwemo pia katika kuja kukodi ukumbi huu ili mapato yaweze kurudi serikalini na serikali iweze kutumia mapato haya kuendelea na maendeleo ya miradi. Kwa majina naitwa Abel Beni, ni project manager au manager wa mradi huu wa ukarabati wa nyumba za wazee Sebleni, mradi ambao unahusisha majengo mawili ya nyumba za kuishi wazee pamoja na ukumbi wa mikutano. Kiujumla majengo haya wakati tunaanza yakuwa hivi, nadhani waliokuwepo mwanzo wanafahamu. Kwa hiyo ni hatua kubwa imefanyika mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hilo, na tunashukuru sana serikali kwa mradi huu. Kwanza ni ile kusamini wazee na kuwatunza, lakini pia ni kutoa ajira kwa wakandarasi na washauri elekezi. Kama tunavyoona vijana wengi wamehusika hapa, wamepata riziki zao, kazi imefanyika. Tunashukuru Mungu, tumewasimamia, kazi imekwenda vizuri. Tunashukuru Mungu, kama aliposema Mheshimiwa Waziri, tupo pamoja. Kuna muda wa matazamio wa mwaka mmoja, tupo pamoja. Kasoro yoyote, changamoto yoyote, tutakuwepo kuisawazisha na kuiweka sawa.